Elimu ni mstakabali kwa ajili ya kujitegemea. Jina langu ni Prince Emma na hii ni Serengeti TV. Serengeti TV, tumekusudia kukuhabarisha na kukuburudisha. Wakilenga kuboresha elimu, afya na mahitaji maalum, leo Nyansao Foundation na ofisi ya mbunge wa jimbo la Serengeti ndugu Mary Daniel Surati kwa ushirikiano mkubwa wamefanya hafla ya ugawaji wa vifaa vya shule kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza ambao hawajaripoti shuleni kwa kukosa mahitaji maalum. Na mbunge wa jimbo la Serengeti akiwa mgeni rasmi katika hafla hiyo ya ugawaji wa sare zote na viatu vya shule pamoja na vifaa vyote vya shuleni vilivyogharimu zaidi ya milioni 60. Hakika tukio hilo limerejesha tabasamu na matumaini kwa wanafunzi 361 kata zote 30 za jimbo la Serengeti. Viongozi, wadau na wananchi wametoa pongezi na shukrani za dhati kwa mkurugenzi wa Nyansao Foundation Dr. Rimo Simeon Nyansao pamoja na uongozi wake mzima ulioratibu tukio hilo kwa ushirikiano mkubwa na ofisi ya mbunge wa jimbo la Serengeti. Naam, Serengeti ni njema. Karibu. Jina langu ni Prince Emma. Mheshimiwa wetu mbunge wa wilaya Serengeti pamoja na taasisi ya Nyansao Foundation kwa kuona vyema katika jamii yetu ya Serengeti kuna watu wapo wenye mahitaji maalum, mkafanya jambo hili, mmetimiza maandiko. Nalikuwa uchi mkanivika nguo, nalikuwa na njaa mkanipa chakula. Kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Serengeti, naomba niseme kwamba tunawapongeza wote wadau wa elimu ambao mmejitokeza kwa namna moja au nyingine kusaidia wanafunzi wao waweze kutimiza ndoto yao. Lakini pia kwa nafasi hii ya kipekee kabisa tupongeze Mheshimiwa mbunge ambaye tunaye hapa. Pia tumpongeze Mheshimiwa Rimo Simeon Nyansao ambaye ni mkurugenzi wa Nyansao Foundation kwa sababu ya sadaka hii kubwa ambayo wameamua kuitoa, kwa sababu wanafunzi hawa wanazo ndoto na ni wataalamu wa kesho, ni viongozi wetu wa taifa la kesho, na tunawapongeza wote ambao mmeona haja ya kufanya hivyo, na tunatoa rai kwa wengine ambao Mungu amewajalia. Sio lazima uwe tajiri, kutoa ni moyo. Tunaomba sana mtoe, msaidie vijana hawa ili waweze kupata haki yao ya elimu. Serikali ya awamu ya 6 imeamua kwamba elimu kuanzia awali mpaka kidato cha 4 iwe bure na inatolewa bure, lakini jukumu hili la wazazi la kuwapatia watoto mahitaji basi ni la wazazi, lakini wakitokea wadau wenye roho njema kama hao waliojitokeza na kutukusanya hapa leo, basi Mungu hawezi kuwapungukia. Tunaona unavyotuwakilisha pale bungeni vizuri, lakini unaporejea jimboni unavyofuatilia miradi inayotekelezwa. Ongeze Nyansao Foundation kwa tukio hili la leo, ni tukio kubwa sana la kihistoria. Lakini taasisi hii haijaanza leo, imegusa maeneo yote ya wilaya Serengeti na hata mkoa wa Mara. Ukienda kila kijiji wameshaweka alama. Kupitia mwenyekiti wa foundation hii na mratibu na wajumbe wote, kwa niaba ya halmashauri ya wilaya Serengeti tunawashukuru sana na tunaahidi kuwapa ushirikiano wa dhati. Lakini niseme kwamba vijana wengine wengi waliopo waige mfano huu, kwa sababu kijana huyu amefungua mlango, waje wawekeze Serengeti, waje watusaidie Serengeti, hususan katika sekta hii ya elimu. Lakini vile vile ni waombe watoto wetu ambao mmepata fursa hii siku ya leo, muitumie vizuri na muweke kumbukumbu katika maisha yenu kwamba huyu leo anayewasaidia kupitia foundation naye alikuwa kama nyie. Msome kwa bidii, maana elimu pekee ndiye mkombozi wenu. Neno moja tu ambalo kaimu mkurugenzi ameligusia katika wilaya yetu ya Serengeti, shule zilifunguliwa kwa mapema Januari, na tukiangalia ile trend ya wanafunzi kuripoti shuleni
tunaona kwamba kuna gap la karibu 24% ya wanafunzi ambao hawajaripoti, takriban wanafunzi 2000. Mheshimiwa Mbunge, utakapokuja kuongea na wananchi wako hawa, naomba ugusie, utoe message kupitia hadhara hii, wanafunzi wote ambao walifaulu kwenda kidato cha kwanza na bado hawajaripoti, wananchi hao wakitoka hapa wawahimize ili waweze kuripoti shuleni. Serengeti na maendeleo, hoye! Ndugu zangu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niliyesimama mbele yenu naitwa Mary Daniel Surati, ndiye mbunge wa jimbo la Serengeti. Ninaamini nilifanya ziara ya shukrani na nilipita kila pahala kwa ngazi ya kata kutoa salamu zangu za shukrani. Ila ninaamini kwa kuwa na leo pia nimekutana na ndugu wananchi na mabosi zangu, naombeni niendelee kusema ninawashukuruni sana kwa kuniamini mimi mtoto wa kike, kwa kuniamini mimi kijana kuwa mbunge wa jimbo la Serengeti. Kabla sijaanza kuzungumza, naomba nitambue itifaki ya meza kuu, naomba niutambue uwepo wa wataalamu wetu, ndugu zetu wa Nyansao Foundation, maafisa usalama na ulinzi wilaya yetu ya Serengeti, lakini kwa upekee sana watoto wetu wapendwa ambao tunawapenda sana, ambao ni kutokana na wao ndio leo tumeweza kukutanika hapa. Shughuli ya leo iliyotukusanya hapa ni kuhakikisha tunagawa vifaa kwa watoto jumla 361 wanaotoka katika kata 30 la jimbo la Serengeti. Na vifaa ambavyo tunategemea kuwagawia watoto wetu ni sare za shule, mashati, sketi ama suruali pamoja na masweta, bila kusahau viatu. Lakini katika vifaa vya shule leo hii tutakabidhi mabegi, madaftari, kalamu, mabofa yani mathematical sets pamoja na rim. Ndugu zangu na wana Serengeti wenzangu, niwaambieni zoezi hili ambalo hapa mbele ya uso wetu linaonekana ni la kawaida, ila niwahakikishieni ofisi ya mbunge kwa kushirikiana na Nyansao Foundation imetumia kiasi cha fedha kisichopungua milioni 60 kufanikisha zoezi hili. Lakini sambamba na hivyo, zoezi hili tumehakikisha tunatumia utaratibu ambao ni rafiki na unaodumisha mahusiano yetu, yani ili tusiweze kupata watoto ambao sio sahihi na vifaa hivi viende kwa watu sahihi. Tumeshirikiana na watendaji wetu wa kata na vijiji pamoja na wenye viti wetu ili kuhakikisha tunapata watoto sahihi ambao wao ndio wanaohitaji wa vifaa hivyo. Tunafahamu watoto waliopangiwa kwenda kulipoti shuleni katika jimbo letu la Serengeti ni jumla ya watoto 5250, lakini mpaka hivi sasa tunapozungumza ni watoto 3975 tu ndio ambao wamefanikiwa kulipoti mashuleni. Hiyo ni sawa na 76% ya watoto wote ambao wamefanikiwa kufika mashuleni. Ni wasii wazazi, wananchi wenzangu wa jimbo la Serengeti, wapenda maendeleo wenzangu wa Serengeti, ni kwa kusomesha watoto ndio tunapata Serengeti oye! Kule mama zangu wajasiriamali oye! Nawaomba sana mama zangu na baba zangu na ndugu zangu na wananchi wote ambao mmezunguka eneo hili, ujumbe huu ninaozungumza muda huu unawahusu hasa ninyi. Ninyi ndio mabosi zangu na ndio mlinipigia kura nyingi na za kishindo. Lakini hili niweze kufanikisha hadhima ambayo mmenituma kuifanya, ni lazima na ninyi mnisaidie.
kuifanya nafasi yenu, ambapo kwa hii leo tunawaombeni na tunawasihi watoto wote ambao wanatakiwa kuripoti shuleni wapelekwe shuleni. Penginepo, kama watoto wote mngekuwa mmewafikisha shuleni kama ambavyo takwimu zetu zinasema wanatakiwa kuwepo watoto 5250, pengine zoezi letu leo lisingekomea kwa watoto 361 tu, maana hao ndio tuliowapata katika mazingira ya shule. Ni wasihi ndugu zangu, tupeleke watoto shule. Maendeleo yanaletwa na elimu. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweza kufutilia mbali ada ili kuhakikisha hata sisi watoto tunaotoka katika mazingira magumu na kaya maskini bado tunapata haki hii ya kwenda shule. Niwasihi sana ndugu zangu na niwaombe kwenye hili zoezi tushirikiane. Na mimi kama mbunge kutoka ofisi yetu tutaendelea kutoa ushirikiano, na kupitia Nyansao Foundation tutahakikisha tunaendelea kufikia watoto wengi zaidi. Tuendelee kuungana. Ofisi ya mbunge iko wazi na inapokea kila mpenda maendeleo wa Serengeti. Imani yangu inanituma tukisimama pamoja tutaweza kuijenga Serengeti iliyo bora. Pesa hii ya kununua uniform haiendi kutumika maeneo mengine, bali inabaki hapa hapa Serengeti, na mafundi wetu hawa wanaweza kupata kipato, lakini hapo hapo tukiwa tayari tumewasaidia uniform watoto wetu. Serengeti oye! Dr. Rimo Simeon Nyansao na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, na sisi kama wana Serengeti wenzake tunampenda sana na tunashukuru sana kwa ushirikiano ambao amekuwa anatupatia. Jamani, sisi mafundi na sisi tuna kitu kimoja cha kuzungumza kidogo kwa kiongozi. Kwa kweli binafsi nitakuwa mchoyo wa shukrani kumshukuru huyu mkurugenzi wa Nyansao Foundation. Jamani, sikatuletea riziki na riziki ndio hii imekuja, na mmetuona mafundi hapa, si ndio? Asanteni. Ndugu wananchi na ndugu zangu wote pamoja na watoto wetu, ni wahakikishieni vifaa vyote vipo kwa ajili ya watoto 361. Kwa majina naitwa Tabu Matiku Chacha, ni mwenyekiti wa kitongoji Manyunyi, kata ya Matale. Yaani kwa siku ya leo tumefurahisha sana na tukio hili la waziri wetu Dr. Rimo Sao, waziri wa ulinzi na usalama, pamoja na mbunge wa jimbo la Serengeti Mary Daniel Surati. Yaani tunawashukuru sana kwa kuwapa wanafunzi vifaa wale waliokuwa wameshindwa kwenda shule, lakini sasa hivi watoto hao wanaenda kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali ya Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu wa Serengeti na waziri wa ulinzi. Haya kwa moyo mmoja. Nyansao ni mtu wa kusifika, naye pia ametuletea huu mpango. Mimi nisingejua kama mtoto wangu kweli angefanikiwa. Hadi hapo nilipo nimeambiwa lete maharage, lete mahindi, lete rimu, kwenda kupiga jamani inafika shilingi karibu 200,000 na zaidi. Na mimi uwezo huo sina. Jamani, Mary Daniel, dada, Mungu akubariki sana. Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa nafasi uliyotupatia siku ya leo ya kufika hapa na kushiriki zoezi hili. Lakini kwa namna ya pekee nimshukuru Mungu kwa sababu yako. Ndoto hii ni ya kwako. Umeonyesha mapenzi ya dhati kwa wana Serengeti kwa kutambua kwamba kuna uhitaji wa namna hii. Kwa hiyo lengo lako ni zuri, ni sisi kama wadau wa maendeleo Nyansao Foundation tumeifikia. Kwa hiyo dada yetu upiga mwingi. Tunakushukuru sana sana sana, kwa sababu bila wewe hili jambo lisingeweza kufanikiwa. Sambamba na hilo ni mshukuru mkurugenzi wetu Dr. Rimo Simeon Nyansao kwa kuendelea kutuhamasisha kama wadau wa maendeleo
katika vipengele mbalimbali na kujiona kama ni sehemu ya wananchi wanaotoka katika mazingira magumu na kuweza kunyoosha mkono kwa ajili yao na kuleta tabasamu. Lengo kubwa watoto hawa waende shuleni. Kwa hiyo tunawasihi sana wazazi muendelee kuwahamasisha. Vifaa vilivyotolewa siku ya leo iwe ni chachu ya wao kuendelea na masomo zaidi na zaidi. Hatutaishia hapa, tutaendelea kuwafuatilia ili tuone wanafikia wapi. Kwa hiyo kama taasisi tunawaahidi hilo, tutaendelea kuwafuatilia sana, lakini sambamba na hilo tunawaalika wadau wengine wa maendeleo popote walipo waone shughuli hizi ni za maana sana kwa jamii yetu ya Kitanzania.